beki kama una awareness ya mchezaji uko wapi sio beki. Nakwambiaje kwa sababu mapema tuambie somo la kwanza Gabriel, somo la kwanza. Zingine anapoza sasa. Mlikuwa nao. Au vipi? Hapa hili kosa sio kosa. Mchezaji wangu it doesn't matter. Hili kosa sio kosa. Hicho ndio tunachoongea. Kosa ni kosa la kulazimishwa kwa sababu ya umahiri wa Salah. Umahiri Zikiwa 30 zimepigwa, 8 zimebaki. Ligi inaanza kupata shepu. Manchester City wanahitaji mechi 4 tu kushinda wachukue ubingwa. Wamefika hapa mitaani wakawapiga Leicester goli 2 mtungi. Kule uwanjani mwa Emirates leo nina Soldier upande wangu wa kushoto hapa mnaona katinga kitu chake kama kawaida. Huyu ni Money Tech TV. Na kulia kwangu vile vile na brother Malisa naye amekuja vile vile katika kutetea taji. Liverpool waliwapiga 3 mtungi nyumbani kwao. Manchester United kama kawaida wanadodosa lakini wamepata ushindi wa goli 2 na vile vile tukiangalia Chelsea ndani ya daraja West Bromwich wamefanya muujiza 5-2. Kabla ya hapo walikwenda mechi 14 bila kufungwa na waliconcede goli 2 tu, lakini katika mechi hiyo moja wamepigwa 5. Naitwa Omar Hussein, kulia kwangu ni na bwana Malisa ambaye leo ni mara ya kwanza na kaja kwa sababu tu ya kutaka kuzungumzia mechi ya Liverpool ilikuwaje. Kawaida hapa ni naye brother Man upande wangu wa kushoto, mwisho kule ni Mavemba. Mechi itakuwa kali. Tusipoteze muda, nafikiria tuanze. Naanza na Mani. Bwana Emirates ilikuwaje? Ile mechi unaionaje? Asante sana. Kwanza niseme Arsenal walistahili kufungwa kutokana na performance, kutokana na game plan, kutokana na approach ya wachezaji na manager alivyopanga na hata performance ya individual players. Nadhani Arsenal walistahili kufungwa kabisa. Ile kwenda bila mpaka half time niseme labda ni bahati na Liverpool hawakucheza na gear namba 5. Unaona, casual kabisa na wameweza kuutawala mchezo mwanzo mpaka mwisho. Nafasi aliyoipata Milner kwa mfano nje ya boxi ilikuwa na nafasi ya wazi, bahati mbaya au bahati nzuri kwa washabiki wa Arsenal hakuweza kupiga kwenye target. Na mechi labda niseme ilikuwa one sided sana na kuna sababu nyingi zilizopelekea kufanya hivyo, lakini collective team performance ya Arsenal ilikuwa sio ya kuridhisha, na hili limekuwa tatizo kubwa kwa upande wa Arsenal. Wana inconsistency ya hali ya juu. Leo wanacheza vizuri dakika 90. Chukulia mfano mechi ya Tottenham, wamecheza vizuri karibu mechi nzima na performance ya hali ya juu kiasi kwamba Tottenham imeonekana imezidiwa kwenye mchezo. Ndio. Wakaja mechi ya West Ham, kipindi cha kwanza wamepigwa 3-0, kipindi cha pili wamerudisha zote 3. Wamekuja mechi ya Liverpool mwanzo mpaka mwisho. Yani you do not even recognize the team. Kama vile hapa tuseme labda timu ya Sunday League kulikuwa tunasema kama timu ya maskani vile. Wamekutana tu uwanjani, kila mmoja na fitness level yake, unaweza kuwachukulia kama hivyo namna walivyoperform kwenye ile mechi. Na kikubwa nadhani individual errors sasa hivi zimekuwa zinawakosti sana Arsenal. Kumekuwa na wachezaji wengi sana wanafanya makosa hapa na pale. Ceballos kashafungisha timu kwenye mechi zilizopita. David Luiz kashafungisha timu kwenye mechi zilizopita. Jana tumeona magoli, mimi naamini magoli yote 3 ni magoli ambayo kwa defense iko makini, magoli yanaepukika. Unaona? La kwanza Rob Holding anamaki mtu ambaye anamwacha nyuma yake. Cross nzuri, hakuna mtu ambaye anaweza kaitoa makosa. Ile cross ni 100% perfect. Trent kapiga cross ya hali ya juu kiasi kwamba nimewasikia mapandit wa Kiingereza wanaona kwamba ile cross moja tu inatosha kuwa ni sababu ya kumrudisha timu ya taifa. Na mimi nakubaliana nalo kwenye hilo. Ni cross nzuri sana. Lakini vipi unammaki mchezaji wewe kama defender anakaa nyuma yako? Rob Holding yuko mbele, Diogo Jota yuko nyuma yake. Ile ni poor marking. Unaona? Defender kama defender, hasa kama wewe uko kwenye line, Diogo Jota ameruka between 2 defenders. Lakini nani alitakiwa ammaki pale? Alafu ile cross ni iko very powerful
ina pace. Hakuna mtu anakataa, lakini wewe kama wewe defender, alafu na defender mwingine. Naomba nimalizie. Utapata nafasi wapi? Wakati Rob Holding yuko mbele, hajui nini kinatokea. Hilo kosa la kwanza. Kosa la pili, naye Chambers yuko nyuma. Yaani wote wawili between defenders wote walikuwa hawamaki. Inatokeaje hivyo ndani ya box? Nyinyi last line timu mechi kubwa kama ile, wachezaji wawili wote hamjamaki mtu. Alafu sio kwamba Rob Holding ana mtu mwingine na Chambers ana mtu mwingine. Wote hawana mtu. Walikuwa wanafanya nini sasa? Defender kama defender kwenye box unatakiwa na uwe na aerial awareness. Nani yuko wapi, nini nafanya nini, nini natakiwa kufanya mpira utakapokuja. Hilo madefender wako. Ngoja mani tupause hapo. Bwana anasema individual errors imecost Arsenal. Wewe unaonaje? Kwanza ukiangalia ule mpira. Twende kwenye ile cross goli la kwanza. Ndio. Kwanza ujue ile cross ya Alexander ndio ile mpa man of the match. Ile cross moja tu ikampaka na man of the match. How beautiful it is. Ilikuwa very beautiful, yeah. Lakini kama mwenzangu amezungumza, two center backs wana maswali ya kujibu. Kwanza position, wanaweza kusema hawaku expect cross ile kuja vile, lakini hiyo sio sababu. Position ilikuwa mbaya sana, especially Holding. Lakini kama tunazungumza, kuna hizi issue za individuals error ambazo zipo. Ni kweli zipo, amesema ni kweli zipo, lakini zimechangiwa sana na ubadilishaji wa wachezaji kwenye kila game. Kumekuwa hakuna consistency ya fullbacks game after game. Wanabadilika sana. Center back. Kuna wakati Mare alikuwa anacheza vizuri lakini with no reason, hamna sababu yote ya maana, lakini akawa drop. Akaja akarudi, alikuwa ameumia dona, alikuwa na kadi I think nani David Luiz, akarudi straight akaja kucheza David Luiz. Na Holding alicheza karibu mechi 12 13, alicheza vizuri sana, alikuwa the best defender katika Arsenal defense. Akaja kuwa drop with no reason. Kwa hiyo ile consistent hiyo fullbacks, wale fullbacks utaki kuwabadilisha sana. Ni muhimu sana, hadi kwa sababu wanatakuwa na mawasiliano yale ya juu. Ile cross bwana ni spot on. Wenyewe Bongo anasema unaombea mkopo bwana. Yeah, ile cross. Sasa wewe mchezaji umeona mechi dakika 90 kapata man of the match kwa sababu ile cross moja. Ile cross ilikuwa nzuri sana. Na vile kipa angeweza kucheza ule mpira. Lakini sasa kuna issue ya kipa Leno. Unajua ana competition sasa hivi ya kipa mwenzake kubandia namba. Na Leno amecheza game nyingi sana. Yaani ukimwangalia Leno, yani anahitaji rest. Yuko burnout. Amekuwa akicheza kwenye Europa, amekuwa akicheza kwenye FA, amekuwa akicheza kwenye Premier League, amekuwa akicheza. Yaani akipumzika ameenda kwenye national team kwa sababu kula acheze. Naona bwana. Kwa hiyo kidogo na yeye angekuwa makini, angeweza kusave ule mpira. Sawa, tupoze kwanza kidogo. Hilo goli la kwanza. Mimi nataka turudi kwako Mavemba. Labda hao bwana wanasema individual errors imesababishia Arsenal kulose. Wewe unafikiria labda Liverpool walikuwa hawana uwezo wa kushinda, wategemea individual errors za back ya Arsenal? Hapana. Kwanza kabisa mimi nadhani kwa mimi man of the match ilikuwa Fabinho. Angalau Trent ali-involve na magoli yote matatu. Ukiondoa ile cross na goli la tatu na hata goli la pili. Alianza move ikapigwa kati ikachomekwa. Mimi naona kwamba Arsenal walizidiwa jana. Jana juzi. In general. Unaweza kusema individual error, lakini mkizidiwa ndio mnapofanya makosa. Kwa mfano kwangu mimi ile cross iliyopigwa, watu wengine hapa wanadai kwamba yule Trent Alexander-Arnold anapiga cross kama yani mtu mwingine ambaye alikuwa anapiga vile ni only Beckham. Wanavodai, kuna wengine wakubali, wengine wanakataa. Ile cross ilipigwa, hata ingekuwa defender yoyote ilikuwa ni very very risky. Hata kipa angeicheza ingekuwa vipi, lakini ni one of best cross ambao best striker kama Lesse, kama Sheila, Kane ni goli.
Kwa mimi sioni kama individual error, ilikuwa ni kwamba ni team error, kwa sababu kwanza kabisa, kwa sababu gani ile cross ilipigwa vile first place? Ndio. Kwamba kapiga cross kama vile free kick. Kwa hiyo ndio kumkaba alikuwa nani? No. So mimi naona jana Arsenal juzi wamezidiwa tu na wa safety, wamezidiwa. Kwa mfano, unajua ukiangalia walicheza na ataka watano. Ndio. Aubameyang alicheza Lacazette, attacking players, yani attackers wale attacking. Midfielders plus strikers. Yeah. Odegaard kacheza, Pepe, Sabayas. Kwa hiyo waliingia kwa mentality ya kushinda game, kuattack. Naona nitakurekebisha kidogo, sio mentality ya kushinda. Waliingia kwenye mentality ya kushambulia. Ndio maana kushambulia. Nambari ya kushambulia labda iko sawa. Hakuwa na option kwenye hilo Arteta. Kwa sababu gani? Sabayos kuwepo kwake kumetokana na kuumia kwa Granit Xhaka. Sawa, lakini zile nafasi nne zilizobaki kwa uwezo kuchezesha defensive player. Sasa kwa mfano tuseme Granit Xhaka ni defensive midfielder. Kwa nini basi asianze Elneny akaanzishwa Sabayos? Hilo nimelizungumza, lakini nadhani katika mwenyewe Arteta kuangalia nani alimhitaji zaidi siku ile kwa mtazamo wake yeye kaona Sabayos. Lakini mimi naamini kwamba Xhaka angekuepo, Sabayos asingecheza. Hilo ni uhakika kabisa. Sawa, hayupo. Mage tusema wajeruhi hata Van Dijk angekuwepo, kwanza Davies asingecheza, sio ndio? Van Dijk yupo kwenye timu muda mrefu. Na huyu Saka mechi moja juzi. Marisa anataka kuzungumza. Sasa uwezo ukamfault sasa hivi nani ndio nakwambia majeruhi. Ukamfault kocha wa Liverpool kwa nini hajapitisha Van Dijk leo wakati Van Dijk anacheza? Tusitoke nje ya mechi, twende. Marisa alikuwa anataka kuzungumzia ile swala. Naona kwanza tusikimbilie majeruhi hapa, tusikimbilie kwenye swala la majeruhi. Ndio. Tuzungumzie ile game yenyewe. Mimi nataka ile game tu kwanza uwanjani kucheza ile. Naona bana sawa, ukiangalia kwenye lineup ya Arsenal kabla ya game ilikuwa very interesting list ambayo hata Klopp alirudi nyuma. Ndio. Kwa sababu ilikuwa yani in paper ilikuwa inatisha. Kwa hiyo hamna sababu yoyote ya kuzungumzia swala la injuries. Hilo sitaki kulisikia kabisa. Sasa kuna issue ukija kuangalia kwenye statistics za Arsenal. Unapowachezesha pamoja Aubameyang na Alex Lacazette, especially Aubameyang on the left, inakuwa sio effective. Arsenal wamekuwa wameathirika sana na kitendo cha Aubameyang kwenda kushoto. Na kuathirika kwake sio pale uwanjani tu. Kwa sababu nipo dakika moja. Kwa sababu ukimchezesha Aubameyang on the left, ukamchezesha Lacazette as a striker, kuna wachezaji wawili umewaua wingers kwenye bench na striker. Na hiyo imesababisha sababu mchezaji kama Edin Ketia umuoni sasa hivi. Kuna mchezaji kama Nelson umuoni. Mchezaji kama Martinelli umuoni kwa sababu ya hawa watu wawili. Ya Lacazette na walikuwa bench, na walikuwa bench. Na wale they are proper wingers. Nadhani na labda kuchangia kwenye hoja yake, nadhani tukubaliane kitu kimoja kwamba sasa hivi Aubameyang yuko off form kupitiliza. Kwa sababu amekuwa very average player. Sio tu kwenye mechi ya jana, performance za muda mrefu sana. Aubameyang mimi binafsi high workout kwake kuweza kushoto. Jana nimemsikia Martin Keown akisema, Martin Keown jana anasema sasa hivi imefika wakati Arteta inabidi lazima amdrop kwenye first 11 Aubameyang kutokana na performance zake. Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio maana nikasema kuna matatizo mengi. Vipi kocha anashindwa kuona vitu kama hivyo ambavyo washabiki wataalamu wa mpira, hata sisi washabiki average, kuna wataalamu kabisa wa mpira wameucheza mpira, wameusomea mpira, wanaona matatizo kama hayo, lakini Arteta anashindwa kuona. Ngoja kwambie, Arteta unaweza ukamblame unavyotaka, lakini yeye ndo yuko nao wakati wote anajua. Alafu yeye anajua. Sisi tunaona performance uwanjani. Hii ni mechi sio ya pili, sio ya 10, sio ya 15. Tumemuona Aubameyang wa kawaida sasa hivi ana magoli 18. Ndio Aubameyang wa kawaida. Sasa hivi ana magoli 18 20. Lakini Aubameyang wa season hii mpaka sasa hivi ana magoli mangapi kwenye ligi? I don't know, nafikiri labda 5 au 6. Sasa hiyo peke yake ina testify the truth. Kwamba kuna injuries, kuna personal issues,
kuna age yule sasa hivi anameka chochote age sio sababu. Age sio sababu kwa sababu gani? Season imekwisha, Aubameyang yuko kwenye form, season imeanza, age una deteriorate taratibu. Kuna rekodi moja ya jana na ndio mara ya kwanza tangu ligi imeanza kwenye Premier League. Ndio. Pepe, Lacazette na Aubameyang wameanza pamoja. Jana juzi ilikuwa ndio game yako ya kwanza wameanza pamoja. Unajua hiyo kitu? Ndio unatuambia sasa hivi. Sasa ngoja sasa ndio sasa nenda na hiyo nakupa sasa umweke. Ni mara ya kwanza kwenye Premier League. Arsenal juzi wamezidiwa na Liverpool. Hakuna mtu anayekataa Arsenal wamezidiwa. Hakuna hicho mtu. Kila siku nasema hivi, kwa matatizo ya Arsenal katika moja ya matatizo ya Arsenal wanategemea individual performance. Ulisema hiyo nakumbuka. Nishasema mara 2 mara 3 kwamba jana tatizo la Arsenal jana halikuwa hilo. Ngoja tumalize tupate kuraba tusonge mbele. Individual performance. Tumalize hapa tunakusonga mbele. Tuendelee. Huyu bwana kwanza anataka kusema bila kupewa ruhusa. Nyote tutazungumza. Maliza mapema. Ina depend na individual performance. Kama vipi yani? Hebu tueleweshe kwa mfano ya Spurs. Yeah. Anaongelea sana kwa pambizani lakini ukiangalia yani almost ilikuwa ni same yani. Same nini? Ball possession, shot on target. Arsenal umeshinda game kutokana na referee errors. Come on man. Alafu siku zile referee kafunga magoli, referee kaokoa magoli. Siku zile mtu huyu anasema nini? Tuache. Alikuwa ni referee error gani bwana? Lakini alafu hizo anazoziita referee error ni questionable vile vile. Basi ngoja. Hizo anazoziita yeye referee error zina two side, kila mmoja na juu yake. Tunataka kusema mechi ile imeshindwa kwa sababu tunataka kusonga mbele. Hiyo sio sahihi kabisa. Tunakwenda kwenye mechi sio. Tunakwenda kusema ngapi yule referee? Mpaka ikaisha tunakwenda kwenye mechi. Bwana ngoja. Kwa 2-1. Sikiliza. Kosa gani alifanya? Penalty ile tulipigiwa sisi, David Luiz akapewa red card, si ndio ile? David Luiz alipewa red card, kosa lile. Mani tusonge mbele. Kosa lile na sisi tukafungwa. Hayo masuala ya referee kukosea mkafungwa, yanazikuta timu zote kwenye Premier League. Kwa hiyo mwaka jana watu walihesabu point ambazo wewe sasa unataka kusifia kama mmecheza kama vile. Mani ngoja tumeondoka nje ya point. Anasema yeye ngoja tumeondoka nje ya point. Tumeondoka nje ya point. Bwana nakuuliza swala la mwisho. Tunataka kufunga huu mjadala wa Liverpool na Arsenal. Vipi unamuonaje Arteta? Anafaa ama vipi? Arteta nitamzungumzia kwenye vitu viwili muhimu. Ndam. Arteta ameichukua kwanza timu kwenye hali mbaya sana. Na alafu kuna wachezaji walikuwa wanatakiwa lazima watoke. Kwa Kiswahili kwa Kiingereza tunaweza kusema deadwoods. Yes, walikuwa pale. Wamejitahidi kuondoa na ile kazi ni nzito kwake na ile kazi ya kwanza. Lakini Arteta mimi na believe ni kocha mzuri lakini ana mapungufu yake. Unapokuja kwa sababu mimi pamoja na watu wale mimi ni mmoja katika tunaona kile wale wachezaji waliokuwa nao Arsenal Football Club sasa hivi sio wabaya hivyo. Ndio. Sio wabaya wa kuwafanya wawe walipo. Sasa. Lakini kuna issue pale inakuja ana matatizo kwenye mambo ya lineups, formation, abadilisha sana formation. Kuna wachezaji wanacheza maana apigwa benchi, hamna sababu yoyote ya kumfanyia mchezaji. Tena yuko kwenye form nzuri. Lakini hachezi. Kwa hiyo Arteta ana kazi lakini kwa hiyo kwa mtazamo wako naona anafaa kama Arsenal wako tayari kuvumilia. Maana wanasemaje kuhusu Arteta? Mimi natoa hoja mbili kabla sijatoa uamuzi. Hoja ya kwanza, ukiangalia jana mechi ya Arteta ilikuwa ni ya 50. Chukua mechi 50 za Emery na mechi 50 za mwisho zile, sio zile za mwanzo, za mwisho ambapo anaondoka Arsene Wenger. Emery na Arsene Wenger wamefanya vizuri kuliko Arteta. Okay. Kipoint na kiperformance. Hii peke yake Arteta kaletwa kuja kuimprove timu ilikuwa kwenye hali mbaya. Mechi 50 zimefika inaonyesha timu imerudi nyuma. Sasa. Hilo la kwanza. La pili, Arteta tangu kaja unaweza ukaona glimpse kwamba nini anataka kufanya lakini hakuna consistency. Baada ya mechi 50 kama kocha bado hujaweza kupata consistency kwenye timu, it's enough time katika modern game. Mimi naona Arteta hatufai tena. Poa. Kaka kwanza ni kwenye Liverpool unahisi nafasi ya 4 vipi? Sasa bado ipo.
Okay. Chance bado ipo na mechi bado ziko 7. Na Liverpool ukiangalia mechi zilizobakia ni kama itakuwa vizuri za kushinda zote. Mechi ya na kubwa labda na United. Lakini timu nyingine sema kuhusu Arteta, mimi naona kwamba kwa ile timu ilivyo sasa hivi, kwa wachezaji wale ilikuwa nao, hata haje kocha gani atakuwa pale pale, kwa sababu hawainvesti na wanategemea wachezaji vijana. Unaona kwa mfano sasa hivi kwamba tunamwongelea Saka is just 20 years old. Yaani anatakiwa awe kuna senior player pale wana 20 miaka jamani, katika modern game tuseme miaka sio, kwani Arnold na nani, Arnold na Robert wanachozungumzia kwa wale experience players wameanza wamekuwa first team players wakiwa na miaka mingapi? Wako na nani? Wako na experience players, wako na Aubameyang, wawe na nani? Wako na Aubameyang. Tusonge mbele. Wako na Lacazette, Aubameyang. Unaniacha mimi naongea bwana. Bwana acha tusonge mbele. Hapo naona Arsenal kwamba hata aje kocha yoyote pale, ugongoje watano wachukuliwe Klopp, Guardiola, ni kwa timu ile watabaki pale pale namba 9 10 kana makocha bana. Wacha turudi zetu nyumbani. King Power hapa Manchester City walikuja wakafanya vizuri kipindi cha kwanza, Leicester walijitahidi sana. Lakini hatimaye City akachukua pointi 3, kwa hiyo kabakisha pointi 12 atangazwe bingwa mpya. Kwa waloitizama ile mechi, labda nianze nawe Imani, unasemaje? Kwanza niseme pointi ni idadi tu, City tayari bingwa. Huo ndio ukweli. Okay. Kifootball. Lakini kwa mathematically kweli bado pointi 12. Lakini they are unstoppable. Na sio tu bingwa. Sasa hivi cha kuzungumza nani ataizuia City kuchukua makombe 3 mpaka 4. Sawa. Hilo moja. La pili, nadhani mechi ilikuwa nzuri. Kwanza Leicester wameanza vizuri, wameweza kuperform, wameizuia City ambayo katika vipindi vya nyuma tuliweza kuongea tukazungumzia kwamba City kuzuilika ni ngumu sana, kwa sababu ni timu kweli kweli. Haitegemei nani anacheza, haitegemei individual performance, haitegemei nani kaingia nani katoka, utakayemweka na anaye replace wako vile vile. Kwa hiyo timu wake nzuri, na goli lililonifurahisha sana mimi mechi ya jana ni lile namna walivyoona pasi aliyoitoa Kevin De Bruyne ikaja kwa Jesus. Jesus akamwekea Raheem. Nilitegemea Gabriel Jesus atajaribu kufunga mwenyewe, lakini jinsi ile timu inavyoonekana, timu akaona mwenzangu pale yuko pazuri. Raheem kareceive mpira, mabeki wamekuja. Raheem akaona hapana, Jesus yuko pazuri kuliko mimi. Na vile ndivyo timu inavyotakiwa kucheza. Jana na hichi ndio ninachozungumza mimi kwamba City sasa hivi kuizuia ni tabu sana. Siku zote ukiwa calm kwenye box unapata you get advantage. Yeah. Kwa hiyo kwa mchezo ule kuwazuia City ni kitu kigumu sana, kwa sababu kwanza wana individual players wenye uwezo mkubwa na timu wake ya hali ya juu na game plan zao zinakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo Leicester yani siwezi kusema kwamba jana Leicester hawakuperform vizuri mpaka wakafungwa 2 bila. Lakini performance nzuri. Alafu sasa hivi wamepata boost nyingine kubwa kurudi kwa Laporte kwenye defense. Ruben Diaz tayari anacheza vizuri sasa hivi, anampatna Laporte, kwa hiyo wameimarika defensively. Katikati tunawafahamu kina Gundogan na wengine. Gundogan jana hakucheza nadhani. Hakucheza na bado wameweza kuperform. Their best player in the couple of games jana hakuwemo uwanjani, unashindwa hata kugundua. Jana Phil Foden hakucheza. Alikuwa bench. Aliingia baadaye Phil Foden. Phil Foden hakucheza jana. Hivyo. Kwa hiyo City maana kuwazuia sasa hivi ni vigumu sana. Kidogo labda naona uzito kuwatangaza mabingwa kwenye Champions League. Pale watapata challenge. Lakini Premier League sijui, wacha tubaki kwenye kona ya Premier League. Champions League kuna wenyewe wapo kule. Mavemba ulionaje mechi? Nimeangalia jana game ile. Game ilikuwa nzuri, lakini mimi naweza nikasema of course City wamedeserve kushinda, walikuwa calm, lakini Leicester iliwaweza kwa sababu by kipindi cha kwanza kinakwisha walipiga only one shot target. Na Leicester nao waliscore goal ambayo ilikuwa offside, na hata wao waliscore kipindi cha kwanza dakika za nini mwanzo. Lakini jana nimekuwa disappointed kidogo na Leicester. Naona kwamba walicheza defensive game. Walicheza defensive game wakawachi, yani walicheza kama wao ndio wako away. Kwa hiyo wakawapa nafasi ya Man City ku express himself, kupasiana, kutafuta chance, lakini hawaku go for it. Na hiyo
iliyo cost at the end. Alafu vile vile mimi naona goli la kwanza lile naona kama limesababishwa na unforced error tulikuwa tuongea mwanzo hapa ya kipa. Sababu ule mpira umepigwa kapanchi hivi. Kwa hiyo kauweka kwenye danger zone. Kwa hiyo ikawa rahisi. Alafu yapigwa cross ule Mendy akatuliza, akafinya kama defender watatu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo jana Leicester City walijikosti matatizo yao wenyewe kwa sababu Perez alirudi sana katikati ili kutaka kumdhibiti de Bruyne pale, lakini kwa hiyo mimi nadhani wangewataki Man City hata kama ni timu nzuri na madefender kama hao kina Laporte, lakini tumeona wamefungwa na United, even West Ham wamesumbua sana. So mimi nadhani kwamba ukicheza na Man City na ukacheza kiuoga utafungwa comfortable kabisa. Wanasema anasema wale ni unstoppable, hawezi kuzuilika maana yake au Manchester City. Na tukitizama ligi ndio zimebakia mechi 8. Kishawasaja kuwa ni mabingwa. Sote tunakubaliana labda points ni number tu. Na tukitizama wachezaji wao sasa hivi, senior player Aguero naye anamaliza mkataba, labda unafikiria Aguero kwa ushambuliaji wa timu ya Man City utakuwa umepungua kitu ama kutakuwa kuna replacement ambayo tayari iko unaiona? Hapana, ukiangalia Man City is a good project na ambao wanafanya vitu wanajua wanafanya nini na ilishapangwa hivyo kwamba season yake itakuwa ya mwisho Aguero na itakuwepo. Man City wamekuwa kicheza na kushinda vizuri tu na kushinda mechi nyingi tu hata bila kuwa na striker uwanjani. Ndio. Ni timu ambayo imekuwa very drill. Ni timu ambayo ni very special katika Premier League sasa hivi. Kwa hiyo haiwezi ikasumbua sana. Sio tatizo kwa Aguero kuondoka. So ndio Aguero ni mchezaji wa kipekee yani kwenye Premier League, lakini ni mchezaji lakini wamejiandaa na kuondoka kwake. Kwa hiyo Man City bado itaendelea kuwa pale. Mimi nadhani uamuzi wa kumwacha Aguero umekuwa rahisi zaidi kwa Guardiola kwa sababu hata ukiangalia sehemu kubwa ya season hii hakuwemo kwenye timu. Sasa wamejiandaa Man City wako vizuri sana. Na vile wana pesa, kwa hiyo ni sio tatizo. Wanakwenda popote, wanachukua yoyote yani. Sasa niliona pale kuna yule Haaland yule naona anazungumza sana, nikasikia na Manchester City wamejaribu kuplay down kwamba lazima sajili, lakini hilo inaweza kuwa katika hataki kumflate labda price ya mchezaji, kusema kwamba wako desperate kutaka kusajili striker. Of course watahitaji kusajili striker, lakini hataki kuonyesha kwamba yani tunahitaji sana. Wako desperate. Kwa sababu hiyo tu inatosha kupandisha bei mchezaji. Kwa hiyo wametulia, lakini kaongelewa Ings vile wanajua wanataka nini. Wanajua kitu wanataka. Sawa, twende darajani. Bwana, Chelsea walikwenda mechi 14 unbeaten. Katika hizo mechi 14 waliconcede goli 2 tu from nowhere, wakapigwa 5. Sasa tazama hao wale wapiga 5 basi. Eti West Bromwich. Ulionaje game? Unajua game Chelsea waliingia subdue, yani walikuwa kama hawapo. Angalau walifungwa 5, naweza kusema kwamba walitolewa mchezaji mmoja kwa nyekundu dakika za mwanzo, lakini hiyo sio sababu. Kwa quality ya Chelsea ilivyo na quality ya West Brom, yani Chelsea still wanaongeza kushinda game. Mimi naona tatizo lilikuwa moja kabisa, walikuwa hawako, sio siku yao. La pili, N'Golo Kante ni mchezaji muhimu sana pale, kwa sababu ukiangalia anamchezesha juzi, alimchezesha Jorginho. Ndio. Sasa Jorginho ni mchezaji kama vile naweza kusema Fabregas kwa Arsenal au Thiago Liverpool. Yani ni mtu anaweza nyuma, lakini mtu ambaye anatakiwa awe na
na Fernandinho fulani hivi kwa kumkava, unaona. Kwa hiyo sasa ile juzi kidogo nani Thiago Jorginho ile mechi ilimshinda. Kwa hiyo wale na walivyotolewa mchezaji mmoja wakawadhibiti sana pale katikati. Vile vile unajua wakati mwingine timu kama Chelsea imecheza 14 games imeconcede only 2 goals. Tunaona mchezaji kama Rudiger alikuwa yuko kwenye form of his life. Ya mimi simuona Rudiger ana form kama hivi sasa hivi. Ilikuwa kocha Mjerumani aje pale. Lakini surprise akaanza bench jana. Okay, unaweza ukaelewa kwamba labda wamecheza mechi za international nini. Imetolewa kadi nyekundu kwa center back. Kakamwingiza mwingine kama bench. Kwa mimi nadhani Tuchel aliwa underestimate West Brom. Aliwa underestimate big time, na wao wakateki advantage, na hasa mtu kama Big Sam vile ana style yake mwenyewe. Ana style yake ndio maana wakashinda. Hapo vile na siko sure kuhusu second yellow ya Thiago Silva. Kwa sababu tunaongelea hapa mara nyingi kwamba referee lazima atumie common sense as rule number 18. Kwa yule alivyotaka ule mpira hakumuona yule mchezaji wa West Brom. Kwa hiyo alimgusa kweli, lakini mimi sikuona kama ile ni yellow card ya pili. Lakini akamtoa. Alivyomtoa sasa nawe ika influence game in different way. Okay. Ile kadi ngoja, unajua ndio hiyo tutazungumza hilo swala la kadi. Kwa ukitazama quality players wa Chelsea, hata kama watakuwa wamepigwa red card mtu mmoja, sisi tulikuwa tushaona kwa sababu wanapigwa red card wanakwenda mechi wanashinda au wana draw. Lakini sio kwa tazama West Bromwich walipo level yao na quality ya Chelsea, sikuwa tutegemea kama wangefungwa tano, kwa sababu wakati huo kadi inatolewa Chelsea tayari wana goli moja. Sasa ndio ujue sasa katika mpira kitu kidogo tu kinaweza kubadilisha matokeo makubwa sana. Unaona bwana. Sasa kwanza ile kama nilivyosema ile kuidharau tu ile mechi inaweza kama sio Rudiger peke yake na yule ukichukulia kwenye ligi ya Uingereza utaona mtu kafungwa goli 5-4-5, lakini usichukulia kama ile timu iko dhaifu sana. Ni vitu vichache sana visababisha ile kuruzi ile game. Difference is sio kubwa hivyo kusema. Kwa hiyo walizarau ile game na imewakost. Na itakusana, nadhani itakuwa ni moja game ambayo hata isahau season nzima. Hasa kama wakinistofu. Lakini West Brom wana reserve kushinda. Walicheza offensive, wala attack, na matunda ya kushambulia waliyaona baada ya dakika 90 waliyaona. Ilikuwa ushindi mzuri sana kwao. Na Big Sam ni Big Sam siku zote. Ukimchezea atakumaliza tu. Mani wanasemaje? Kwa sababu ukitizama kama wanavyosema wali underestimate West Bromwich, na West Bromwich wakapata ile opportunity wakaitumia vilivyo, kwa sababu hata walipokuwa tayari wana 2-1 lakini wao bado walikuwa wanakwenda na attacking. Nadhani kwanza nikubaliana na wazungumzaji wetu waliopita, mara chache tunakubaliana na Bwana Mavemba, lakini kwenye hili nikubaliana naye kwamba Jorginho mechi ya kuiweza, kwa sababu kwanza goli la kwanza mathalan yellow card ya kwanza pasi yake ilisababisha amepoteza mpira katika na ametoa pasi mbovu, yule akalazimika kwenda kufanya alichofanya. By the way, nimesikia kwamba Thiago Silva hajapoka nyekundu toka 2013. Inawezekana. Mimi ni mmoja katika washabiki wakubwa sana wa Thiago Silva, kwamba alikuwa ni mchezaji na muadmire sana discipline player. Lakini niseme kitu kimoja mengi yamezungumzwa, kimoja ambacho labda nikiseme ni kwamba West Bromwich baada ya kuona kwamba tuna nafasi, kwa maneno ya Mavemba, they went for it. Ile wameamua kwamba sasa hivi tunaichukua hii mechi yetu. Na goli la 4 alifunga Robinson kwa goli zuri sana. Wamepiga pasi, ni team goal kabisa yani. Kwa hiyo West Bromwich tukiondoa madhaifu ya Chelsea
wameweza kucapitalize ile advantage ya kutolewa kwa Thiago kwenye mchezo, na imewapa nguvu na morali, na nadhani labda inaweza ikawasaidia kwenye battle ya kutoshuka daraja. Wako pointi 7 nyuma ya Newcastle nadhani sasa hivi, pointi 7. Kwa hiyo kama wataende itawa boost ile game wakapiga morali, huenda kwa kuna challenge kubwa pale. So, tusonge mbele na katika mechi yetu ya mwisho katika kuchambua leo, tuwazungumze Manchester United ambao katika nafasi ya pili wacheza na Brighton, na tukitizama Brighton walianza vizuri wakapata goli, lakini upepo ulikuja kubadilika baadaye. Labda wale Brighton walikosea wapi au Manchester United walipatia wapi mpaka wakapata ile nafasi ya kushinda? Kwanza niseme Brighton walianza vizuri kama walivyoeleza na wakatuliza mchezo, lakini niipongeze fighting spirit ya Manchester United. Manchester United walikuwemo kwenye mchezo baada ya kufungwa, sio kwamba labda wali back off kuona Brighton wanacheza vizuri na kadhalika. Lakini kitu ambacho ningependa kukizungumzia, mengine nitawachia wenzangu, ni swala la penalty ile ya Maguire. Yaani mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa, referee inawezekana hakuona, lakini VAR walipoangalia ni vipi hawajaweza kuona mkono wa Maguire akimvuta yule jamaa kwenye bega. Sielewi ni kwa nini ile penalty haijatolewa. Kusema kweli sasa hivi yani naona kama ulimwengu utachoka kuzungumza matatizo ya VAR. Na VAR kama technology ni technology nzuri sana, lakini namna inavyotumiwa, maamuzi yanavyotolewa baada ya wale watu kuangalia, mpaka kuna mtu alifanya maskhara akasema kwamba marefari wa VAR wanacheza game wakati mechi imeendelea, yani computer game. Hawaangalii kweli, kwa sababu unashindwa kuamini kama hichi kitu kweli wamekiona na wametoa uamuzi ule. Kwa hiyo hilo kidogo linashangaza sana. Kweli, lakini ukiangalia ile penalty sijui aliponea wapi ile kutopewa ile penalty. Na ukitizama kama unavyozungumza, kwa sababu Manchester United issues kama zile zikitokea against them hakuna objection inakuwa napoa penalty, lakini jana Maguire sote tulikuwa tunajua penalty na imekwenda imeangaliwa kwenye VAR lakini haikutolewa. Sasa sijui inakuwaje maswala kama hayo. Unajua mechi jana kwangu mimi nilivyoiona, hasa kipindi cha kwanza Brighton walicheza vizuri sana. Waliweza Fred na Pogba na midfield. Ndio. Kuna wale mchezaji wao yule anaitwa nani yule mweusi Bissouma ndio. Analana waza vizuri sana. Yani kusema kweli nilitegemea wakaweza kushinda ile game. Waza vizuri sana. Brighton siku zote wamekuwa wakicheza vizuri sana, lakini wamekuwa tatizo lao ufungaji. Tatizo lao ufungaji. Na kama anavyosema kwamba Manchester United wana quality kuliko I mean individual players, quality more than Brighton. Ndio tukakubaliana hivyo, wakafight wakashinda game. Na ile penalty kama kawaida kama ndivyoongelea hapa ni kwamba always marefali, mimi si long VAR iko pale kusaidia na VAR inaonyesha, lakini referee anaenda kuangalia still haoni. Sasa nakuwa na doubt kwenye kichwa changu, mimi kuna vitu vingine more than VAR uweze jua. Nadhani hiyo iko kwenye vichwa vya watu wote sasa hivi. Unaona marefari kama wanafanya makusudi sasa. Sio kwamba hawaoni. Sasa labda kwa tutizame haraka kwa sababu time inakwenda. Tutizame hili swala la VAR. Mnafikiri ni swala ambalo ni zuri kuendelea katika system ya football? Kwa sababu kama ulivyozungumza, VAR itself ni nzuri, ni very good tool katika football wise, lakini wale wanaosimamia na kutoa zile decision wanakuwa siku zote labda tuseme bias au mtu anazama timu yake na nini. Mimi kwa upande wangu labda nikitaka kuchangia hilo, nadhani umefika wakati sasa hivi marefari nao wapewe adhabu. Kwa sababu kama ulimwengu wa soka wote wanakubaliana, mapandi tu wote wanakaa, wataalamu wengine wote wanakaa, wanakubaliana wote kwamba hapa referee amekosea. Na hasa hawa wa VAR ambaye ana time ya kuliangalia goli mara 3 mara 4. Na huyu referee naye mara nyingine anaitwa anaenda kwenye VAR anaangalia mara 3 mara 4 alafu anatoa uamuzi ambao sio sahihi. Umefika wakati mareferee wahojiwe, umefika wakati mareferee waadhibiwe. Kwa sababu sasa hivi mareferee wanasimamishwa, anashushwa daraja. Kusimamishwa wanakuwa wanasimamishwa, tatizo ni kwamba tatizo lilokuwepo wanalindwa mno.
Yaani sasa hivi meneja ukilalamika tu kwamba referee pale kakosea, wewe unapigwa, unaitwa kwenye disciplinary committee, unafungiwa wewe. Kabla wewe haujaenda kwenye hatua yako, ambayo sana ni nzuri, siwezi kukatalia nayo. Kabla ya kufika huko, ni kwamba mimi ningefurahi zaidi nikiona kama baada ya mechi wanapata dakika 5-6 kuzungumzia big decision walizozifanya kwenye uwanja. Kama unaona man of the match anaenda pale kuzungumza, kocha anaenda kuzungumza, lakini na referee akaenda kuzungumzia, unakusudia referee na waitwe wa interview kwenye big decision, watoe maelezo juu ya maamuzi waliotoa, big decisions. Kwa sababu hiyo ndio kuelimika kwenyewe, na kwa sababu wao tayari Imani anasema, na tukitizama kiukweli FA wanawalinda sana referees, kwa sababu unakuwa upate ile sana, wana kinga kubwa sana, kwa sababu wakizungumza pamoja ndio elimu, labda wao ni professional referees, labda wanajua zaidi kuliko sisi. Sasa wakizungumza tutaelimika kutoka kwao. Unajua tatizo la nani mpira liko vipi? Tunaweza tukaangalia mpira wote lakini kila mtu akaja na maamuzi wake. Sasa kwa hata akija akiongelea, mimi nadhani itazidisha controversy. Sidhani kama inasaidia. Mimi nadhani ndio hivyo. Tuweko panel ya itawaingiza wachezaji, wataalamu wa mpira, marefari wenzake, wanaamua hata atakosea anapewa adhabu. Mimi nadhani marefari wanahitaji mafunzo zaidi, sijui watafanya nini. Maana unajua vali inaonyesha kwamba bwana hili au kuna mtu mmoja nishawahi kumsikia anasema hivi, kuna makosa mengine yako zaidi hata mafunzo. Yaani nasema mafunzo yani mtu kama tabega unamwona tu hapa function nini. Sasa sikia sema kitu kimoja. Unajua kuna mtu mmoja nishawahi kumsikia anasema kwamba referee wanaenda kuangalia VAR pale. Penalty wanaangalia slow motion. Referee anahitaji mafunzo. Labda wangekuwa wanaangalia ile speed ya game. Unajua tunaweza tukaagi kwamba okay tunakubaliana ile penalty, lakini emotions ndio inaonyesha uhalisia. Ndio kwamba kutokana na kama isingekuwa slow motion, yani ile ilikuwa ni alimgusa, lakini alimgusa kiakili sana, unajua of course yule angefunga. So ni speed ya game nayo inachangia. Lakini mimi referee simlaumu kutoona kwenye game. VAR unatizama mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ngoja tumalizie ule. Tumalize point moja ndogo. Mimi mpaka sasa hivi kitu ambacho wamekuwa na hapa grade kubwa sana kwenye swala la offside, wamejitahidi sana, imetupunguzia sana, lakini kwenye hizi penalty kuna vitu vingine nini bado kuna matatizo sana. Kuna watu wanapata penalty bana. Jana nilikuwa naangalia game ya Fulham, lakini kwenye offside wako vizuri. Na watu vile vile wanalalamika kwenye offside, wanakuambia mistari inaweza ikaekwa vile wanavyotaka wao. Wakitaka kumweka mtu offside wanaweka line. Kwenye offside tulipata tabu sana kuikubali offside. Wakati linaanza tulikuwa hatukubaliani na swala kwamba kazidi kidole, kazidi goti. Sasa hivi tunakubali kwamba okay, hata goti likizidi tukubaliane kwamba ni offside. Hiyo tunakubali. Lakini swala la kwamba rafu tunaiona, refa haioni. Kwa sababu sasa hivi hamna kabisa. Nilikuwa 0%. Naongea nayo hiyo VAR kwamba jana nilikuja kuangalia game ya Villa na Fulham, lakini nilikuja kuangalia baada ya ile penalty, kwamba nilisikia ilichukua dakika 3-6 kwa referee na mareferee wa VAR kuja kuangalia kwamba ilikuwa ni penalty au sio penalty. Alafu ikawa sio penalty. Although hiyo mimi nilimisi kuja kuangalia game baada hiyo. Sawa bwana, naona tuishie hapa. Tumejitahidi kuzungumzia mechi 4, tuingia kwenye kipengele cha mwisho. Bwana, tuna kipengele cha point system hapa. Wewe utakuwa na 0 point mpaka wiki ijayo, kama utakuwepo tutakupa point ambazo utakazopata. Tunachofanya point za Liverpool ni penalty. Lakini kana obviously tulikuwa hatujatabiri kwa sababu ya international break. Sasa tumechukua mechi wiki ijayo, tumechukua mechi 4 ambayo itakuwa Man City na Leeds, Liverpool Villa, Spurs United na Sheffield Arsenal. Kwa hiyo tunataka tuanze upredict. Na system iko hivi, ukipredict correct score unapata pointi 3. Ukipredict team ambayo inashinda lakini kwa difference nini zile goals ziko sambamba na predict yako, mfano 1-0 wamesema 2-1, kwa hiyo utapewa pointi 2. Ukipredict completely wrong unakuwa na 0 point. Sasa ukipredict ushindi peke yake pointi 1. Hata kama umepredict 1-0 lakini kule mwenzio kashinda 2-0 unakuwa 1. Tuanze na City kwanza. Naanza na wewe, Manchester City na Leeds.
Man City to win. Ngapi? 2-2. 2-2. Liverpool Villa waliwafunga wa 7. Nitakwenda kwa draw 2-2. 2-2. Spurs Manchester United. Spurs Manchester United next week. Na nitaenda draw. 1-1. Haya, Sheffield na Arsenal. 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Sawa. Mwenzio ndo anakuwa anapoteza point kama huko Mavemba. Man wewe twende. City Leeds. City 3-0 City. 3-0. Bana hii Liverpool Villa. Liverpool Villa jana nilikuwa naangalia, nimeshangazwa na kitu kimoja bwana. Aston Villa ndio timu ambayo imeifunga Liverpool mara nyingi kuliko timu zote kwenye Premier League. Ndio sasa ngapi tuambie wanafunga. 3-2 anashinda Villa. 3-2 anashinda Villa. Spurs United. Spurs United draw hiyo 2-2. 2-2 na Sheffield Arsenal. Sheffield Arsenal 3-1 Arsenal. Kiratina anaenda weeks injuries. Acha tu. Kaka niambie. City Leeds. City Leeds. Mimi najua yani mimi controversial niko. Kwa hiyo Leeds anashinda. mimi nawapa 3-2 Leeds. 3-2 Leeds. Liverpool Villa. Liverpool Villa 3-0. 3-0. Liverpool. Spurs Manchester United. Spurs Manchester United. Wow. Spurs Manchester United. Spurs home. Wow. 2-2. Mourinho. 2-2. Na Sheffield Arsenal. Sheffield Arsenal. Arsenal home. Away. Arsenal away. Sheffield ambao Sheffield daraja. 1-0 Sheffield. Wewe ndio utakuwa mwisho. Sawa, mimi utabiri wangu Manchester City Leeds 1-1, Liverpool wanashinda 3-0. Spurs Manchester United 2-1 Spurs. Sheffield Arsenal 2-2. Bwana, mpaka hapa tumemaliza panel yetu ya leo ya kona ya Premier League. Moto ulikuwa mkali, ukitizama hapa Arsenal na Liverpool ndo wametake over muda mwingi sana katika kujadili timu yao. Ingawa Mani leo amekuja na jezi yake, lakini bado amepigwa 3 kwao. Hakubali kushindwa, yuko wa 10. Anasema forever Gunners. Kwa leo hatuna la ziada bwana, tunatakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vyote kupitia UKSC. Usisahau kusubscribe, kucomment and kushare. Kwaherini.